Ziara za mawaziri katika taasisi wanazozisimamia ni suala lenye mchango mkubwa katika kujenga maendeleo, kuimarisha uwazi na kuleta ukaribu baina ya viongozi wa juu wa serikali na watumishi wa taasisi hizo. Kupitia ziara hizo, mawaziri hupata fursa ya kujionea kwa karibu utekelezaji wa majukumu, kutambua changamoto zilizopo, pamoja na kuelewa mikakati, mipango na mafanikio yanayopatikana katika kila taasisi kwa maslahi mapana ya taifa. Kitendo cha kupata ziara za mara kwa mara kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Mwalimu Dr. Harun Ali Suleiman ni ishara njema ya kuimarisha hatua za kiutendaji na kimafanikio, ambapo kuimarika kwa hatua hizo kunakwenda kusimamia uimarishaji wa matumizi sahihi ya kifedha katika sekta za umma. Katika muktadha huo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Dr. Mwalimu Harun Ali Suleiman ameendelea na ziara ya kikazi katika taasisi mbalimbali zilizo chini ya wizara hiyo, ikiwa ni sehemu ya dhamira ya serikali ya kuimarisha misingi ya utawala bora, haki, uwajibikaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Tumeweka mpango wetu wa miaka mitano. Kuweka mpango ni kitu kimoja, sasa utekelezaji wa mpango ni kitu kingine. Commitment yenu lazima iwepo kwenye utekelezaji. Na itapendeza kila mwaka unajitathmini mwenyewe, nimetekeleza kwa kiasi gani, asilimia ngapi. Je, yale malengo niliyoweka nimefanikiwa? Na sisi tunakuja kusikiliza mafanikio yenu. Imani yangu kwamba tutafika mahali pazuri. Ziara hiyo imehusisha taasisi muhimu ikiwemo Afisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Skuli ya Sheria, Tume ya Maadili ya Viongozi wa Umma, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar ZAECA, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali. Katika kila taasisi, Mheshimiwa Waziri amepata fursa ya kusikiliza taarifa za utekelezaji wa majukumu, mafanikio yaliyopatikana, pamoja na mapendekezo ya kuboresha ufanisi wa utendaji kazi kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030. Afisi ya Mdhibiti inalenga kuhakikisha kwamba ushauri na mapendekezo yatakayotolewa yatasaidia kuimarisha utatuzi wa utoaji wa huduma katika sekta za umma na binafsi na kuimarisha mifumo ya uongozi na utaratibu wa shughuli za serikali katika sekta za umma. Aidha, matokeo ya ukaguzi huo yataongeza chachu ya kuishauri Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kufanya miji na makazi ya watu kuwa salama na endelevu. 2. Upatikanaji wa miji mipya kwa gharama nafuu na yenye huduma za msingi. 3. Kurasimisha makazi holela na yaliyokuwa hayajatambuliwa na serikali, kufanya utambuzi wa maeneo hayo. Mheshimiwa, tukuombe nguvu zaidi za kutusimamia Skuli ya Sheria na sisi tupate jengo letu. Sambamba na hilo pia swala usafiri. Swala usafiri, mpaka dakika hii tuna gari moja ambayo tunatumia katika shughuli zetu za kitaaluma za kiutawala, na ukizingatia kwamba ofisi zetu zimegawika, hazipo hapa tu Mchizaloni mpaka Tunguu, kwa hivyo nenda rudi ni nyingi, lakini ukizingatia vile vile na viongozi nao pia usafiri hawana. Sasa hili Mheshimiwa, tunakukumbushia uendelee kufanya jitihada ya kutosha kuhakikisha kwamba pamoja na mambo mengine swala la jengo tunapata ufumbuzi na swala la usafiri halikadhalika. Miongoni mwa masuala muhimu yaliyoainishwa katika ziara hiyo ni malengo ya kimkakati ya miaka mitano ambayo yamelenga kuimarisha mifumo ya kisheria, kuongeza weledi wa rasilimali watu, kuimarisha maadili katika uongozi wa umma, kudhibiti na kupambana na rushwa, pamoja na kuimarisha usimamizi na uwajibikaji wa matumizi ya rasilimali za umma. Kuendeleza programu ya utoaji wa elimu ambapo tume imejipanga vyema katika kutoa elimu kwa viongozi pamoja na watumishi wa umma, wananchi na makundi mbalimbali. Hilo litatusaidia katika kuongezeka kwa ufahamu wa masuala ya maadili ya viongozi wa umma kwa jumla. Aidha, mkakati wa 3 ni kuimarisha ufuatiliaji na tathmini ya tabia, mienendo na vitendo vya maadili kwa viongozi wa umma. Hili nalo pia limelenga katika kuandaa taarifa za utekelezaji juu ya vitendo vya ukiukwaji wa maadili ya viongozi wa umma
ambapo tunatarajia kupunguza au kuondoa malalamiko ya ukiukwaji wa maadili ya viongozi. Mafanikio ya wizara na serikali kwa ujumla yanategemea kwa kiasi kikubwa mshikamano, uadilifu na uzalendo katika kutekeleza majukumu ya taasisi hizo kwa kuzingatia katiba, sheria na misingi ya utawala bora ili kuongeza tija katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Utekelezaji wa mpango huu utapelekea kufikia ufanisi, uwazi, uwajibikaji na kufanikiwa kupunguza vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kufikia malengo na mipango mikuu ya serikali. Tunaamini kuwa kwa kuendeleza mashirikiano, uwajibikaji na matumizi bora ya rasilimali tunaweza kufanikisha malengo yetu yote tuliyojiwekea kwa ustawi wa wananchi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kupitia maelezo, maoni na miongozo iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri, taasisi hizo zimepata dira mpya ya kuimarisha ufanisi wa utendaji kazi, kuongeza tija katika utoaji wa huduma na kuendeleza mapambano dhidi ya vitendo vinavyokiuka sheria na maadili ya uongozi. Hatua hii inaendelea kujenga imani ya wananchi kwa serikali yao na kuimarisha msingi wa maendeleo endelevu yanayozingatia haki, usawa na ustawi wa jamii kwa kizazi cha sasa na kijacho. Nusra Khamis, UBTV.